Naam, mwalimu kutoka Mpaju FC. Tunapoteza alama 3 leo na mashindano yetu sisi, safari yetu inaishia hapa. Unahisi ni kitu gani ambacho leo timu yako imeweza kufeli na kushindwa kupata alama 3 kufuzu kwenda hatua inayofuata? Hapana, nafikiri hakuna kilichofeli kwa sababu hawa ni vijana, kwa hiyo kuna vitu ambavyo lazima wanaendelea kujifunza. Ile swala ya kujua kwamba refa anapokuwa ameguswa na mpira anaweza kauanzisha, kwa hiyo hawakuwa na huo umakini, ni kitu ambacho wataendelea kukua, watakifahamu. Kwa hiyo haikuwa ni kufeli, ni matokeo tu ya kimpira. Na naamini tukio kama hili ambalo ni la utofauti limetujenga kwa sababu wamefahamu sasa. Wamefahamu kwamba kumbe ukifanywa kufaulu kama makini. Lakini hesabu zetu zilikuwa ni kufika hatua ya fainali. Tunatolewa kwenye hatua ya raundi ya pili ya mzunguko wa pili. Unahisi kama mkapata nafasi ya kupita kama best loser, ni hesabu gani ambazo umebaki nazo kama mwalimu kuhakikisha kwamba timu yako inaweza kufanya vizuri? Kwanza ni hili tuliojifunza leo, kuongeza umakini kwenye matukio ya kimpira kwa ujumla, taratibu za kimpira ambao kwa academy sisi tunaona ni hatua, na ndio maana tuliomba kucheza mashindano ya ABT, na tunashukuru sana kwa sababu marefa wazuri, organization nzuri, kwa vijana wanajifunza. Kwa hiyo tutakachofanya ni kuongeza hilo, lakini pia kuna maeneo ambayo tumeona kuna upungufu jinsi gani tunaingia kwenye eneo la mwisho la mpira, tuna upigaji, kwa tumekuwa kwenye mpira zaidi wa academy naweza kusema. Kwa hiyo tutawaambia sasa tunaingia hatua nyingine, tumebahatika kupata hatua nyingine, sisi tutaangalia tufanyeje sasa ili tuweze kuongeza kidogo mpira uwe wa kikubwa. Naam, mnapoteza kwa goli 1-0, lakini mchezaji bora anatoka kwenye timu yako. Hii inadhihirisha kabisa kwamba kuna namna ambavyo watoto wanakuwa wanajifunza kupitia hii timu yetu ya Mpaju Academy. Unahisi ni kitu gani ambacho waga mnawafanyia wachezaji wenu mpaka kuhakikisha kwamba wanakuwa bora kwenye uchezaji wao? Sisi kama Mpaju huwa tunaamini katika process. Kwa hiyo huwa tumeanza nao hao vijana wote uliowaona, wengi tumeanza nao toka miaka 13. Na ndio maana tunafurahi sana kama uliona captain hapo anatoka, tuliinuka wote kumpigia makofi kwa sababu tumemwona vitu vingi alivyovifanya ambavyo tunaona kwake kwa mpira vinamfaa, na tunaamini siku moja atakuja kusaidia taifa hili. Kwa hiyo tunashukuru na huyu kijana wetu mwingine Baraka kuweza kupata nafasi ya kuwa mchezaji bora wa mechi. Hii ni hatua inamotivate yeye na tumotivate sisi kama walimu, na kumfanya siku nyingine vile vile wadau wa mpira wa mechi kubwa, timu kama Mbeya City, Prison siwezi kuona sasa kwamba kumbe kuna vijana wako hapa, tuwapokee kutoka kwenye academy, tuweze kuona tunawasaidiaje waweze kwenda mbele. Asante, mimi natakia kila laheri. Kama tutakutana tena kwenye best loser, basi tuna hakika kabisa mtakuja mkiwa bora zaidi. Tunashukuru sana na tunaendelea kujipanga kama vile hatujatolewa. Kwa hiyo tunasubiri inshallah, Mwenyezi Mungu akisaidia tukapata hiyo, tutakuja kuonyesha mpira mzuri zaidi kuliko tulionyesha leo pengine. Kutoka Chunya mpaka Mbeya ni kilomita kadhaa. Tutakie safari njema. Asante sana, nashukuru sana. Nashukuru sana kwa wanachunya kwa jinsi walivyotupokea, jinsi walivyokuwa wakitushangilia. Tulikuwa tunajisikia tuko nyumbani. Kwa kweli hatuwezi kulisahau hili, na salamu zetu zifike kwa ABT Film, wamekuwa kina sisi toka mwanzo mpaka sasa. Asante sana. Natakia kila laheri. Asante.